Hujambo popote pale ulipo msikilizaji wetu na mtazamaji wa Kwetu News 24. Karibu katika habari zetu za leo, ikiwa ni tariki mosi Februari mwaka 2026, na kukaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa kuweza kufuata taarifa yetu ya habari leo ambazo zinaletwa kwa siku ya leo nami Espoir Mukubure. Miongoni mwa yale tuliyokuletea ni pamoja na jeshi la taifa FARDC ushirikiano na wazalendo wakomboa vijiji takribani 5 kwenye nyanja za juu za tarafa la Fizi. Lakini pia mapigano yaendelea kushuhudiwa eneo la Mikenge, Rusanguku na eneo zingine za Fizi na Mwenga, huku waasi wa Twirwaneho wakipewa onyo kali na baadhi ya wazee wa kabila la Kinyamulenge. Tutakuwa pia na habari za kitaifa ambazo zitasema kuhusu rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Felix Tshisekedi. Amezungumza kuhusu mazungumzo ambayo yameombwa sana na wanasiasa wa Kongo ndani ya nje ya nchi. Karibu tuambatane mwanzo hadi tamati. Kutakuwa pia na habari ndani ya muhtasari huu. Karibu tuende sote. Moja kwa moja tuanzie huko milimani mirefu ya tarafa la Fizi ambako jeshi la taifa FARDC kwa ushirikiano na wazalendo wakomboa vijiji takribani 5 toka siku ya Alhamis kufikia Jumapili hii. Miongoni mwa vijiji vilivyokombolewa ni pamoja na eneo la Bikiaka, Pwezero, Rusanguku, Bilalo Mbili, Mikenge pamoja na vijiji vingine. Na hiyo ni baada ya kiapo kilichoapwa na wanajeshi wa wazalendo wakisema kwamba wataendelea kupigania taifa la Kongo pamoja na kulinda raia na mali yake. Habari tulizozipata kwenye kituo chetu cha habari ni kwamba waasi wengi wa Twirwaneho, Red Tabara, M23 AFC walishikwa mateka na kupelekwa kwenye uongozi wa kizalendo ambako wanaendelea kuwaoji na kuweza kujieleza kuhusu uhalifu walioufanya kwenye vijiji vya Pwezero, Bikiaka, Rusanguku na huko Mikenge, sehemu ambayo walioiteka baada ya mapambano makali mwezi Disemba uliopita. Innocent Leak ni mmoja kati ya wanaharakati wa shirika za kiraia maeneo hayo. Hapa anaeleza jinsi mambo yalivyokuwa. Ni hapo jana ambayo milio ya masasi yalipamba moto katika eneo zetu za nyanza za juu huku Pwezero, Bichaka, ambapo jeshi letu la taifa pamoja na wazalendo waliendelea kushambulia adui, na Mungu wetu wa mbinguni ambayo wakongomani wanaendelea kumuomba kabisa wakafaulu kukamata kijiji kile cha Pwezero. Na kama ndisi duru zetu za habari zinazosema kuna vijana wengi ambao wamekamatiwa katika hiyo afrotuma ya hapo jana. Ndio habari ambao tunayo. Ni sauti yake Innocent Leak, moja kati ya makoordineta wa shirika za kiraia eneo hizo. Na kufikia sasa wakaazi wa maeneo ya Angole, Bilende, Elombe na Kiele na vijiji jirani wanaendelea kuwa na furaha sana kwa sababu walikuwa wamepoteza imani kabisa na jeshi la taifa FARDC pamoja na jeshi la kulinda raia wazalendo baada ya waasi hao kuteka vijiji vya Mikenge Februari mwaka uliopita na utekaji wa kijiji cha Pwezero ambacho ni kijiji kitofu kabisa cha maeneo ya Fizi na Mwenga, maeneo ambayo waliyateka mwezi Disemba uliopita mwaka 2025, ambako raia wengi wa maeneo ya Mikenge, Kipupu pamoja na Rusanguku na maeneo ya Kalingi pia wakijielekeza maeneo ya Toboke pamoja na Elombe kwa ajili ya kutafuta hifadhi. Bila shaka inawezekana muda si mrefu raia hao wakaanza kurudia maeneo walikotokea kama vile Rusanguku, Mikenge, Kipupu pamoja na maeneo ya Pwezero. Lakini pia hata muda huu tunaopanda hewani, mapambano makali yanaendelea kushuhudiwa eneo la Mikenge, Rusanguku na eneo zingine za Fizi na Mwenga, huku waasi wa Twirwaneho wakipewa onyo kali na baadhi ya wazee wa Kinyamulenge wakiwasi waache kabisa kuendeleza vita, maana vita hivi havina msingi wowote kwao, na hata wamchukie Rais Tshisekedi hawatompeleka nafasi na wala hawatumtoa kwenye kiti cha urais.
twasanze abasaza bavuga ngo ubuza ibumoso akamaya, ngo ubuza iburyo akamaya ibumoso. Ye twemere iyo leta ko muyituka mutayishoboye. Ese aho udashoboye ntuzuhaga ko mwaryamwe ku mutwe n'ababayobya. Ese ubu nyine iyi leta iri kwibica, muvuga kuri kibica, ubu nyine mwoyagira tukagira ngo turebe kuzenda iyo bareka iyo bakiza hino nkota. Ibyo bintu ndimo bitekerezaho. Abagifite umutima w'umuntu n'urukundo, abafite umutima wo kugira ngo abantu barengere, ko ndiko mbona abangaba babafasha inyuma, babakomeza bababwira ngo nimurwane, ahubwo ko bashatse kugira ngo murwane nimugera kuwa nyuma mumaze gushira ya minembwe bagaza bavuga muyivemo. Ari abahungu b'abasirikare bakuru nabo baryamiye kuri banyina na base sai abi wabo bose baryamiye nibazima. Tazanage uyu president Gisigeti muvuga ko atarira, twahuye tugahura tukareba kuntu kurango kukurira kwacu koshira. Natwe dushigikiye ino leta ntirikirira. Sauti ya mmoja kati ya wazee wa Kinyamulenge ambaye aliongea katika lugha hiyo, akiendelea kuwashauri na kuwasihi wenzake kuacha kuendeleza uhalifu, maana baada ya vita sheria itafuata mkondo wake. Msikilizaji, kama nilivyokuambia kwamba mpaka hivi hadi sasa tunapopanda hewani, mapigano yanaendelea kushuhudiwa huko Rusanguku karibu na kijiji cha Minembwe kati ya waasi wa Twirwaneho na Red Tabara walioungana na M23 AFC dhidi ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC lililoungwa mkono na wazalendo katika milima ya Fizi huko Kivu ya Kusini. Mashahidi wa eneo hilo wanataja kwamba mabomu yalidondoshwa huko Madegu, Minembwe Center, katikati ya Minembwe na kusababisha vifo vya watu 17 na waasi wa AFC M23 Twirwaneho na Red Tabara, huku hali ya sitofahamu ikiibuka moja kwa moja kwa waasi hao wa AFC M23 Twirwaneho na Red Tabara, huku wakijiuliza imekuwaje wameondoshwa kwenye kijiji cha Pwezeho, daraja muhimu linaloelekea kijiji cha Mulima hata Fizi, makao makuu ya tarafa, pamoja na maeneo mengine. Msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, unaendelea kusikiliza taarifa yetu ya habari inayoletwa kwenu nami Espoir Mukubure kwa siku ya leo. Na habari za kitaifa, nilikwambia kwamba tutazungumza kuhusu Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi. Amezungumza kuhusu mazungumzo ambayo yameombwa sana na waasi wa Kongo ndani ya nje ya nchi. Alifanya hivyo wakati wa kuwasilisha salamu za mwaka mpya kwa mabalozi nchini DRC tariki 31 mwaka wa 2026 huko Kinshasa. Rais Tshisekedi amesema ikiwa mazungumzo yangetakiwa kufanyika, yangefanyika kwenye ardhi ya nchi na yangeongozwa na taasisi za jamhuri kwa kuheshimu katiba, sheria za jamhuri na kanuni za kidemokrasia zinazounda makubaliano ya taifa la DRC. Felix Tshisekedi pia amefunga mlango wa mazungumzo kwa wale ambao kwa namna moja au nyingine wameamua kutumia mabavu, hasa waasi. Rais Tshisekedi amesema amekubaliana na suala la mazungumzo, lakini si pamoja na wale waliotenda mazambi kwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, utakumbuka tu kwamba upinzani wenye silaha au usio na silaha wanaitisha mazungumzo ili kwa mujibu wao kukabiliana na mgongano wa usalama unaoendelea mashariki mwa nchi kwa miaka mingi. Tukisalia kwenye habari za kitaifa, msikilizaji, wakati Kigali ikishutumiwa kuunga mkono kundi lenye silaha la AFC M23 kaskazini na kusini mwa Kivu, 4 kati ya wakuu 5 wa zamani wa nchi wanaounda jopo la Umoja wa Afrika lililopewa jukumu la kuratibu upatanishi katika mgogoro huo mashariki mwa DRC wamekutana na Rais wa Rwanda Paul Kagame siku ya Ijumaa Januari 30. Baada ya mkutano wao na Rais wa Kongo Felix Tshisekedi huko Kinshasa siku ya Alhamisi Januari 29, jopo la wakuu wa zamani wa nchi walioteuliwa kama waratibu wenza na Umoja wa Afrika AU kuratibu upatanishi katika mgogoro huo mashariki mwa DRC
lilipokelewa na rais wa Rwanda Paul Kagame siku ya Ijumaa Januari 30 mjini Kigali. Mikutano miwili iliyofuata, mkutano wa kwanza ulikuwa wa ana kwa ana kati ya Paul Kagame na mwenzake wa Togo Faure Nasibe aliyeteuliwa na Umoja wa Afrika kama upatanishi wa mgogoro wa Kivu Kaskazini na Kusini, ambaye pia alikuwa Rwanda kwa ajili ya hafla hiyo. Mkutano wa pili uliwakutanisha marais wawili na wane kati ya wakuu watano wa zamani wa nchi kwenye jopo la AU: Olusegun Obasanjo wa Nigeria, Catherine Samba-Panza wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, Saleh Wekezede wa Ethiopia na Konkwesi Masisi wa nchi ya Botswana. Kulingana na ikulu ya rais wa Rwanda, majadiliano yalilenga hali ya usalama mashariki mwa DRC, maendeleo ya ahadi za kidiplomasia zilizotolewa na njia za kuimarisha uratibu za upatanishi wa kikanda na bara. Kufuatia mkutano huo wa Rwanda, Rais Faure Nasibe wa Togo ataendelea na mashauriano yanayolenga kufikia suluhisho la Afrika kwa mgogoro huo, kulingana na taarifa kutoka kwa mamlaka ya Togo. Msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, kufikia hapo sina la ziada katika habari zetu hizi, na kushukuru sana kwa kufanya chaguo sahihi la Kwetu News 24. Msikilizaji, nikukumbushe kwamba tunasikika kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Usisahau kulike, kucomment na kushare, lakini pia endapo ndo kwanza unajiunga nasi, usisahau kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kabisa kupata habari pale tunapozirusha angani. Asante kwa kutusikiliza na kututizama. Mimi ni Espoir Mukuburi. Kwaheri.